ukienda kwenye cosmos, kule kwenye cosmos, ukichukua sayari hii ya dunia, sayari ya dunia tulipo, halafu ukachukua solar galaxy system kwenye ulimwengu, kwenye nyota inavyozunguka kwenye galaxy Milky Way tulipo leo, sio mahali ambapo tulikuwa kwenye wakati wa bull, age of the bull. Sasa kwenye zile age za nyuma tuko mahali tofauti kabisa. Tuna vibrate tofauti na katika frequency tofauti na miti natoa majibu tofauti. Kuni lazima mtu akili yake aweze kuelewa kwamba tuko wapi kwanza. Dunia leo imebadilika sana. Zamani mawasiliano ilikuwa ni lazima waya wewe utoke uende. Zamani hapakuwa na simu, hapakuwa kamera makubwa na nini. Siku hizi vitu vidogo vidogo sana vinafanya mpaka miwani na rekodi sauti. Tumebadilika sana. Tumebadilika sana. Kwa hiyo mimi nachokisemea ni kwamba kwa nini tuko hapa? Kwa nini tunafanya chanting hapa na kufanya proclamation hapa? Kwa sababu mkuyu ni moja miti inayoishi miaka mingi sana. Ina ushahidi mkubwa, ina taarifa nyingi. Ukikaa hapa kwa muda mrefu, ukawaambia mkuyu ukupe taarifa, ukameditate, universe itachukua taarifa zote hizo zihifadhi hapa, zitaanza kuja kwenye mawazo yako. Na ndio maana watu wengi wanakwenda kwenye miti kutulia, kukaa kwenye ukimya kwa ajili ya meditation, kwa sababu anataka apewe taarifa. Akitoka pale si aliyekwenda pale. Nani anampa taarifa? Universe. Kwa kila kitu kinaanzia kwenye mind. Kila kitu kinaanzia kwenye mind. Hizo ni kodi. Kodi hizi hazitoki sehemu. Kila kitu kinaanzia kwenye mind. Kodi hii inatoka kwenye kuwa mtu mweusi. Naam. Ukipenda kwenda kwenye bar, kodi yako itajaa vurugu za kwenye bar. Ukipenda kwenda kwenye mambo ya ajabu tukao. Lakini kama unataka kubadilisha ulimwengu, if you want to change the world, change the way you think. Sasa wengi wana mitazamo mingi ya sisi watu weusi. Tumeongelea hapo nyuma kuhusiana na swala la kuabudu. Ninashangaa mtu akija hapa anataka kuabudu huu mti, wakati mti huu umeweka hapa ili utupe frequency to command tunachokitaka. Wenyewe kwanza hapo mtu mwingine anaamini matambiko ni sehemu ya kutoka hapa kusimama kwenye makaburi au kusimama mahala fulani kuabudu, kunyenyekea. Hapa tunapokwenda kwenye kaburi, tunapozungumza kwenye kaburi, tunakwenda kufanya petition kwa mizimu. Mizimu ni roho ambazo ziko kwenye universe na sisi tu are connected ile mizimu kwenye frequency ya miili yetu. Kwa mfano mimi siwezi kwenda nikienda kwenye kaburi la Mtemi Muhiga, la Mtemi Muhiga kule Ukara, nikikaa pale. Kwa sababu mimi natoka kwenye kiuno cha Muhiga. Kizazi cha 12 kutoka kwa Mtemi Muhiga, nikikaa pale. Muhiga ananijua mimi moja kwa moja. Nikianza kuongea naye pale, yeye ni universe. Kwa sababu unajua wameenda mbele yetu, wako mbele yetu. Wameenda mbele yetu. Kwenye maandiko wanakuambia waacheni wafu wawazike wafu wenzao, tusihusike na wafu. Watu waliokufa hawako kwetu tena. Hapana. Yameandikwa maandiko. Hapana. Yameandikwa maandiko. Kaburi pale ulipozikwa ule mwili ni connection point kati ya yeye aliyetangulia mbele zako na wewe unayemfuata nyuma yake. Ni connection point. Kwa sababu ni mahali gani sasa utazungumza na baba yako kama alishafariki? Ukienda kwenye kaburi lake, consciousness yako inajua kwamba mwili wa babu ulilala hapa alipokuwa kwenye mwili, lakini kwenye roho yeye ni universe. Kwa sababu mtu akitoka kwenye mwili anarudi kwenye universe, the universe itself. Mahali popote ulipo na yeye yupo, anakuongoza. Kwa hiyo tunapokuwa nakutana na shida, tunapokuja kwenye miti kama hii, amebeba taarifa nyingi na ufahamu mkubwa. Tukifanya chanting, tukakaa, memorize, tukatulia hapa, tunafanya nini? Mti huu unashiriki kutupa majibu, kwa sababu sisi kwanza tunaupa carbon dioxide ambayo wenyewe unahitaji. Ukilala hapo wenyewe unafurahia, unapata carbon dioxide na wenyewe unaachilia oxygen, unakupa fursa, unakulinda.